mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, waheshimiwa wenye viti wa kamati za Bunge mliopo hapa, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Bwana Charles Kichere, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, viongozi waandamizi wa serikali mliopo, watumishi wa TAKUKURU, ndugu waandishi wa habari, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, awali ya yote na kwa namna ya kipekee ninaomba kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuifikia siku ya leo na kutukutanisha hapa tukiwa na afya njema katika tukio hili muhimu. Mheshimiwa Rais, kipekee naomba nitumie fursa hii kukushukuru sana kwa kuniamini na kuniteua kuwa mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, jukumu ambalo ninaendelea kulitekeleza kwa uadilifu, weledi na uwezo wangu wote. Ninakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, vile vile ninakushukuru kwa kuridhia na kutenga muda wako kwa ajili ya tukio hili la kupokea taarifa ya utendaji kazi wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa kwa kipindi cha mwaka 2023-2024. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya management na watumishi wa TAKUKURU, ninakupongeza kwa kutimiza miaka 4 ya kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipindi ambacho tumeshuhudia kupatikana kwa maendeleo makubwa katika sekta mbalimbali nchini mwetu. Hongera sana Mheshimiwa Rais kwa uongozi wako mahiri. Taarifa ya utendaji kazi wa TAKUKURU kwa mwaka 2023-2024. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU katika kutekeleza majukumu yake inazingatia sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 na sheria nyingine za nchi, vile vile dira ya maendeleo ya taifa 2025, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020, mpango wa 3 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5, mpango mkakati wa TAKUKURU pamoja na miongozo ambayo umekuwa ukiitoa. Mheshimiwa Rais, majukumu ya TAKUKURU yameainishwa katika kifungu cha 7 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 ambayo ni MOS, kuzuia rushwa kwa kuelimisha umma na kuhamasisha ushiriki mapambano dhidi ya rushwa, pamoja na kufanya uchambuzi na utafiti wa mifumo ya utendaji ili kubaini mianya ya rushwa na kushauri namna bora ya kuiziba. Na jukumu la pili ni kupambana na rushwa kwa kuchunguza tuhuma za makosa ya rushwa na kwa kibali cha mkurugenzi wa mashtaka kuendesha mashtaka ya rushwa mahakamani kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa majukumu haya ya TAKUKURU umeelezwa bayana kwenye taarifa ya utendaji kazi wa TAKUKURU ya mwaka 2023-2024 nitakayoiwasilisha kwako leo. Mheshimiwa Rais, taarifa ninayoisoma kwako imegawanyika katika maeneo yafuatayo: 1, uzuiaji rushwa; 2, utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki; 3, uelimishaji umma; 4, uchunguzi na mashtaka; 5, ushirikiano na wadau katika mapambano dhidi ya rushwa; 6, jitihada za serikali katika uimarishaji wa TAKUKURU; 7, tathmini ya hali ya rushwa pamoja na mwelekeo wa TAKUKURU kwa mwaka 2024-2025. Uzuiaji rushwa. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU iliweka kipaumbele katika kuzuia vitendo vya rushwa. Mtazamo huu unaendana na maelekezo yaliyotupatia ya kuzuia vitendo vya rushwa zaidi ili kupunguza madhara katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo au utoaji wa huduma kwa umma na kuhakikisha kwamba madhara hayo yanadhibitiwa mapema na pia kupunguza gharama za uchunguzi. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU imefanya ufuatiliaji wa rasilimali za umma katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ipatayo 1773 yenye thamani ya shilingi trilioni 11.48. Miradi iliyofuatiliwa ni pamoja na ujenzi wa hospitali za rufaa katika mikoa ya Songwe, Katavi, Kigoma, Singida, Geita na Tabora, ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato mkoani Dodoma, urejeshwaji wa mikopo ya 10% katika halmashauri pamoja na matumizi ya fedha za mfuko wa afya. Mheshimiwa Rais, miradi mingine iliyofuatiliwa ni miradi 11 ya ujenzi wa miundombinu ya maji safi katika mikoa ya Mtwara, Ruvuma, Lindi, Tabora, Mwanza na Shinyanga. Lengo la ufuatiliaji lilikuwa ni kubaini iwapo fedha iliyotengwa inatumika kulingana na matakwa ya mikataba ya kazi na sheria ya ununuzi na ujenzi.
Mheshimiwa Rais, yaliyobainika kwenye ufuatiliaji huo ni pamoja na kutozingatiwa kwa sheria za ujenzi kwa mujibu wa mikataba kwa baadhi ya miradi. 2, kutofanyika kwa vipimo vya ubora wa malighafi zilizotumika katika ujenzi kwenye baadhi ya miradi, na 3, ucheleweshaji wa malipo ya wakandarasi. Mheshimiwa Rais, kutokana na mapungufu haya, TAKUKURU ilichukua hatua mbalimbali kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329. Hatua hizo ni zifuatazo. Mosi, kufanya uchunguzi kwenye miradi 92 yenye thamani ya shilingi bilioni 65.16. Idadi hii ya miradi iliyofanyiwa uchunguzi ni pungufu ikilinganishwa na miradi 171 yenye thamani ya shilingi bilioni 143.35 iliyobainika kuwa na kasoro na kuanzishiwa uchunguzi kwa mwaka 2022/23. 2, kuelimisha wadau na watekelezaji wa miradi 1362 ili kuimarisha usimamizi na kuzuia vitendo vya rushwa na upotevu wa rasilimali. Na mwisho ni kutoa ushauri wa kuimarisha utekelezaji wa miradi 319. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU inaendelea kufanya ufuatiliaji ili kuhakikisha kuwa mapendekezo yaliyotolewa yanatekelezwa, mianya ya rushwa inazibwa, miradi inayotekelezwa inakamilika kwa wakati na pia inakidhi viwango vya ubora pamoja na thamani ya pesa. Mheshimiwa Rais, tathmini hii inaashiria kuimarika kwa usimamizi wa miradi na kuongezeka kwa uelewa na ufuatiliaji wa wananchi kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika maeneo yao. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU ilifanya kazi 660 za utafiti na uchambuzi wa mifumo ya utoaji huduma kwa lengo la kubaini mianya ya rushwa na kushauri namna bora ya kuziba mianya iliyobainika. Kazi hizo ni pamoja na ukusanyaji na uwasilishaji wa kodi ya zuio kupitia halmashauri. TAKUKURU imefanya uchambuzi wa mfumo wa ukusanyaji na uwasilishaji wa kodi ya zuio katika halmashauri 101 nchini kwa lengo la kutathmini ufanisi wa mfumo huo. Malengo mahususi yalikuwa ni kutathmini ukusanyaji wa kodi ya zuio, uwasilishaji wa kodi ya zuio katika Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, na mifumo ya ndani ya udhibiti katika ukusanyaji na uwasilishaji wa kodi hiyo. Uchambuzi uliofanyika ulibaini yafuatayo: halmashauri 52 kati ya 101 zilizofikiwa zinakata kodi ya zuio kutoka kwa wazabuni mbalimbali. Na 2, kati ya halmashauri zinazokata kodi hiyo, halmashauri 41 zinawasilisha kodi kikamilifu na halmashauri 11 zinawasilisha kodi pungufu. Mheshimiwa Rais, hali hiyo imesababishwa na usimamizi hafifu, kutokuwajibika kwa halmashauri, kutokuwa na taarifa za kutosha kuhusu kinachotakiwa kupokelewa kutoka halmashauri kutokuwa na kumbukumbu sahihi za hundi za kodi ya zuio zilizoidhinishwa, na kutokuwepo kwa mfumo wa pamoja unaoratibu utekelezaji wa miradi ngazi ya halmashauri, jambo ambalo linaipa TRA ugumu wa kuratibu kodi ya zuio na hivyo kutoa mwanya wa ufujaji wa mapato husika. Mheshimiwa Rais, baada ya afua intervention ya TAKUKURU kupitia utekelezaji wa mikakati ya TAKUKURU na wadau, halmashauri 35 kati ya 49 ambazo zilikuwa zijawasilisha kodi hiyo zimewasilisha kodi husika katika Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Kiasi ambacho kilikuwa kijawasilishwa kwa halmashauri zilizofikiwa na uchambuzi ni shilingi milioni 186.3 kwa mwaka 21/22 na shilingi bilioni 1.38 kwa mwaka 2022/23. Hivyo baada ya intervention ya TAKUKURU kiasi cha shilingi bilioni 2.15 kilikusanywa na kuwasilishwa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Mheshimiwa Rais, yafuatayo yalipendekezwa kutokana na uchambuzi wa mfumo huo ili kuboresha ukusanyaji wa kodi ya zuio. Mosi, kuunganisha mifumo ili malipo yoyote ya miradi yanayofanywa katika ngazi ya vituo na halmashauri yaweze kuratibiwa na kodi husika kuwasilishwa. 2, kuimarisha ufuatiliaji wa ukataji na uwasilishaji wa kodi ya zuio. Na 3, kuimarisha mkakati wa utoaji elimu juu ya ulipaji, ukusanyaji na uwasilishaji wa kodi ya zuio kwa wadau wote. Mheshimiwa Rais, vilevile katika kazi ya uzuiaji rushwa TAKUKURU imefanya yafuatayo: uchambuzi kuhusu utekelezaji wa sheria na miongozo ya utoaji huduma katika sekta ya ardhi ili kubaini mianya ya rushwa. Uchambuzi huu ulilenga kutathmini huduma za upangaji, upimaji, umilikishaji, uthamini, utoaji wa vibali vya ujenzi na utatuzi wa migogoro ya ardhi. Uchambuzi ulifanyika kwa kuangalia uzingatiaji wa mkataba wa huduma kwa mteja ambao ni mwongozo muhimu wa utendaji kazi wa sekta hii. Mkataba huo unatoa ahadi ya muda unaotakiwa kutumika katika utoaji wa huduma za sekta hii.
TAKUKURU ilitumia nyenzo ya mkataba wa huduma kwa mteja kwa kuwa ucheleweshaji wa huduma unaweza kuwa ni moja ya kichocheo cha vitendo vya rushwa. Uchambuzi ulionyesha kuwa uzingatiaji wa mkataba wa huduma kwa mteja wa Wizara ya Ardhi kwa mwaka 2020 uko chini ya 50%. Hii ni katika utoaji wa huduma za ubadilishaji wa matumizi ya ardhi; 2, kuomba na kupewa kiwanja; 3, utoaji wa hati miliki za ardhi; 4, uhamishaji wa miliki ya ardhi; na 5, upitishaji wa vibali vya ujenzi wa nyumba za kawaida. Mheshimiwa Rais, uchambuzi huu ulibaini kuwa changamoto zinazokwamisha utolewaji wa huduma katika sekta ya ardhi kama ilivyoelekezwa katika mkataba wa huduma kwa mteja ni hizi zifuatazo: 1, upungufu wa rasilimali watu, yani wataalamu, fedha na vitendea kazi katika utoaji wa huduma mbalimbali za ardhi; 2, mifumo ya tehama katika utoaji wa huduma za ardhi kutosomana; 3, kutoa namba ya malipo ya umilikishaji ardhi kwa zaidi ya mtu mmoja; 4, kupokea malipo ya umilikishaji wa kiwanja kwa zaidi ya mtu mmoja; 5, uelewa mdogo wa wananchi kuhusu taratibu za umilikishwaji wa ardhi; na 6, usimamizi hafifu wa watendaji wa ardhi kwenye halmashauri baada ya kuhamishiwa Wizara ya Ardhi, huku wakiwa bado wanafanya kazi chini ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Na pia muda wa kusikiliza mashauri ya msingi kutofautiana kati ya mkataba wa huduma kwa mteja ambao ni miezi 12 na sheria ya mahakama ya utatuzi wa migogoro ya ardhi sura ya 216 ambao ni miezi 24. Mheshimiwa Rais, changamoto hizi zinatoa mwanya wa vitendo vya rushwa kwa baadhi ya watumishi wa sekta hii wasiokuwa waadilifu na ni chanzo cha migogoro ya ardhi katika jamii. Mheshimiwa Rais, kutokana na matokeo haya, TAKUKURU ilipendekeza yafuatayo: Wizara ya Ardhi na Ofisi ya Rais TAMISEMI kuwezesha upatikanaji wa rasilimali watu kwa maana ya wataalamu wa ardhi, fedha pamoja na vifaa vinavyohitajika katika utoaji wa huduma katika sekta ya ardhi; 2, kuongeza kasi ya maboresho ya mifumo ya tehama katika utoaji wa huduma za ardhi ili kupunguza urasimu; na 3, Wizara ya Ardhi iandae mpango wa kuelimisha jamii kuhusiana na utaratibu sahihi wa umilikishaji ardhi, isimamie uadilifu wa watendaji wa sekta ya ardhi, iimarishe usimamizi wa watendaji wanaotekeleza majukumu yao katika ngazi ya halmashauri, na ifanye maboresho ya mkataba wa huduma kwa mteja kuhusu muda wa kusikiliza mashauri ya msingi. Mheshimiwa Rais, kazi nyingine za uchambuzi wa mifumo zilizofanyika ni pamoja na utafiti wa kupima hali ya rushwa katika huduma zinazotolewa na mahakama, kazi ambayo TAKUKURU ilitekelezwa kwa pamoja kwa kushirikiana na mahakama, na matumizi ya fedha za miradi ya asasi 41 zisizo za kiserikali. Mheshimiwa Rais, kufuatia kazi hizi za uchambuzi, TAKUKURU ilifanya vikao kazi 579 na wadau wa sekta husika ili kuweka mikakati ya kutekeleza mapendekezo 1534 ya kuziba mianya ya rushwa iliyobainishwa. Kati ya mapendekezo 1534 yaliyowekwa, mapendekezo 1429 sawa na 93.2% yalitekelezwa. Utekelezaji huu unaonesha kuwa mwitikio wa wadau wa kutekeleza mapendekezo yanayotolewa na TAKUKURU unaongezeka, hali inayochangia uokoaji wa fedha za umma. TAKUKURU inaendelea kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo yaliyobakia. Utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU iliendelea kutekeleza programu ya TAKUKURU Rafiki inayolenga kutatua kero katika utoaji wa huduma kwa umma au utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kero hizi ni zile ambazo zisipotatuliwa zinaweza kusababisha kutokea kwa vitendo vya rushwa. Katika kipindi hiki, TAKUKURU ilifanya jumla ya vikao 1842 katika kata 2117 kati ya kata zote 3956 zilizopo Tanzania bara ili kuibua kero zilizopo kwenye utoaji wa huduma au katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Vikao hivyo viliibua jumla ya kero 11858 ambapo kero 9128 sawa na 76.9% zilitatuliwa na ufuatiliaji wa utatuzi wa kero ambazo hazijapatiwa ufumbuzi unaendelea. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa programu hii umeleta mafanikio makubwa yakiwemo yafuatayo: wananchi kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuzuia na kupambana na rushwa, wananchi kuongeza imani kwa serikali baada ya kero zao kutatuliwa, watoa huduma kuongeza uwajibikaji katika sekta katika kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Rais, kazi ya uzuiaji rushwa zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa 6 mpaka wa 35, na vile kwa ruhusa yako, baada ya wasilisho hili tutakuomba utazame video documentary fupi
kuhusu mafanikio ya utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki. Uelimishaji umma. Mheshimiwa Rais, katika kuhamasisha umma kushiriki mapambano dhidi ya rushwa, elimu iliendelea kutolewa kwa kutumia mbinu za matumizi ya tehama za ana kwa ana kwa lengo la kuongeza uelewa na kubadili mtazamo wa wananchi katika kuzuia na kupambana na rushwa. Mheshimiwa Rais, kazi za uelimishaji umma zilizotekelezwa zilijumuisha semina 3847, mikutano ya hadhara 3797, kuimarisha klabu za wapinga rushwa 6815 na kushiriki maonesho 445. Kazi nyingine za uelimishaji zilizotekelezwa ni kurusha vipindi 582 vya radio na television, kusambaza mitandaoni aina 13 za machapisho pamoja na makala za video, yani video documentaries 87 zilizosambazwa kupitia TAKUKURU TV. Mheshimiwa Rais, ili kujenga utamaduni wa kuichukia rushwa, TAKUKURU iliendelea kuwajengea na kuwaongezea uelewa wanafunzi ambao ni wanachama wa klabu za kupinga rushwa kuhusu namna ya kuzuia na kupambana na rushwa. Katika kutekeleza kazi hii, klabu 4588 za shule za msingi, klabu 2155 za shule za sekondari na klabu 72 za vyuo ziliimarishwa. Klabu hizi zina jumla ya wanachama 826,043 ambapo pia wamehamasishwa kuwaelimisha wanafunzi wenzao na jamii kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, kupitia makubaliano ya ushirikiano MOU, TAKUKURU imeendelea kushirikiana na Chama cha Scout Tanzania TSA, ambapo vijana wa Scout wameelimishwa kuhusu madhara ya rushwa na jinsi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Aidha, kwa kutambua kwamba Scout ni swala la muungano, ushirikiano huu umeijumuisha pia mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar, yani ZAECA. TAKUKURU pia imeanzisha ushirikiano na Tanzania Girl Guides Association TGGA ili kuongeza wigo wa kuwashirikisha vijana wa kike katika kuzuia na kupambana rushwa na kuwajengea ujasiri na mbinu za kukabiliana na vitendo vya rushwa, hususan rushwa ya ngono. Mheshimiwa Rais, katika hatua nyingine, TAKUKURU ilishiriki katika mbio za Mwenge wa Uhuru za mwaka 2023 kwa dhumuni la kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na namna ya kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa katika shughuli za utoaji huduma au shughuli za uzalishaji. Mheshimiwa Rais, uelimishaji huu umeongeza: moja, uelewa na ufahamu wa wananchi kuhusu mbinu mbalimbali za kuzuia na kupambana na rushwa; mbili, uungwaji mkono wa juhudi za serikali katika kuzuia na kupambana na rushwa; na tatu, ushirikiano wa wananchi kutoa taarifa za vitendo vya rushwa pamoja na kutoa ushahidi mahakamani. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU kupitia kituo chake cha huduma kwa mteja ambacho hutoa huduma ya simu ya dharura bure kwa kutumia namba 113 kwa wananchi wa Tanzania bara iliendelea kutoa elimu ya mapambano dhidi ya rushwa kwa wananchi. Wananchi hupata huduma hii kwa njia ya kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi wa maneno SMS na pia USSD kwa kupiga *113 alama ya reli na kufuata maelekezo ya kutoa taarifa za vitendo vya rushwa. Huduma hii hupatikana kwa saa 24 kila siku. Mheshimiwa Rais, kazi za uelimishaji umma zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa 36 hadi 53. Uchunguzi na mashtaka. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha mwaka 2023-24 kupitia operesheni mbalimbali za uchunguzi, TAKUKURU ilifanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 30.19. Baadhi ya chunguzi zilizofanikisha uokoaji huu ni hizi fuatazo: mosi, mikopo isiyorejeshwa katika Benki ya Maendeleo ya TIB kiasi cha shilingi bilioni 6.6. Mikopo hii ilitolewa bila kuzingatia utaratibu na vigezo kwa kampuni ya Amboni Saiso Properties Limited ya jijini Tanga. Fedha hii tayari imerejeshwa TIB. Mbili, ushuru uliokusanywa katika maeneo ya minada, masoko na maeneo mengine katika halmashauri ya jiji la Ilala kiasi cha shilingi bilioni 6.8. Wakusanyaji hao wa ushuru hawakuziwasilisha fedha hizo benki. Fedha hizo zimerejeshwa na kuwekwa katika akaunti ya mfuko mkuu wa halmashauri ya jiji la Ilala. Ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri kiasi cha shilingi bilioni 3.16. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 1.12 ni fedha taslim iliyorejeshwa kwenye akaunti za halmashauri na shilingi bilioni 2.04 ilidhibitiwa sambamba na vifaa kurejeshwa katika miradi husika. 4. Ukwepaji kodi wa shilingi bilioni 2.4. Kati ya fedha hii, shilingi milioni 281.44 ilikuwa ni fedha ya kodi iliyokwepwa
kulipwa na wafanyabiashara mbalimbali katika mkoa wa Kigoma. Vile vile TAKUKURU imeokoa kiasi cha shilingi bilioni 2.15 iliyotokana na ukwepaji wa kodi ya zuio, yani withholding tax. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU imekamilisha uchunguzi wa majarada 728 na kuwezesha kuchukuliwa hatua mbalimbali kwa mujibu wa sheria. Kati ya majarada hayo 17 ni ya rushwa kubwa ambayo yanahusisha thamani ya shilingi bilioni 1 na kuendelea. Chunguzi hizo ni pamoja na hizi zifuatazo: moja, mkataba wa upangishaji wa jengo la Ngorongoro Tourism Center shilingi bilioni 7.96 ambapo watuhumiwa walimpangisha mteja chini ya bei iliyoelekezwa katika operation plan na bila kupata ridhaa ya bodi ya wakurugenzi. Mbili, vitendo vya rushwa na utakatishaji fedha kiasi cha shilingi bilioni 4.2 kwa watumishi wa kitengo cha agency banking cha benki ya CRDB kutoka kwa mawakala wakuu super agents ili wasiwasitishie mikataba yao ya uwakala. Tatu, vitendo vya rushwa na uchapishaji wa fedha kwa kushirikisha watumishi wa benki na watumiwa wengine kama ifuatavyo: shilingi bilioni 2.35 zilizochepushwa na maafisa wa benki ya ABC kupitia miamala iliyofanyika na kurejeshwa, yani teller reversal entries. Miamala ya kutuma pesa kutoka kwenye akaunti kwa njia ya simu, mobile banking transfers. Kuruhusu miamala ya kupitiliza iliyofanywa kwa kupitia katika huduma ya kadi ya malipo ya kabla, yani card overdrawn in connection with prepaid card services. 4, vitendo vya rushwa na kuisababishia serikali hasara ya shilingi bilioni 2.89 kwenye zabuni ya ujenzi wa daraja la Kijichi Toa Ngoma na barabara ya Mwanamtoti katika wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam. 5, vitendo vya rushwa vilivyofanywa na kampuni ya Nat Group Limited kwa kushirikiana na watu wengine kama dhamana wakati wa kuchukua credit bond yenye thamani ya shilingi bilioni 2.3 kutoka First Assurance kwa lengo la kupata uwezo wa kununua mafuta aina ya petroli kwa njia ya mkopo kutoka katika kampuni ya usambazaji mafuta ya United Petroleum Limited. Na 6, vitendo vya rushwa kwenye usambazaji wa vifaa vya umeme vyenye thamani ya shilingi bilioni 2.01 katika bohari ya TANESCO mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Rais, majalada mengine yaliyochunguzwa yalihusu: moja, uchunguzi wa tuhuma 285 ambazo zilitokana na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2022-23. Kutokana na tuhuma hizo, tuhuma 145 zilifungwa kwa kukosa ushahidi unaothibitisha vitendo vya rushwa pasipo shaka, yani beyond reasonable doubt. B, tuhuma 140 zilifunguliwa majalada na uchunguzi wake kukamilika ambapo watuhumiwa walifikishwa mahakamani. Katika kesi 140 zilizofunguliwa mahakamani, kesi 55 zimeamuliwa na jamhuri ilishinda kesi 41, kesi 4 zimeondolewa mahakamani na kesi 81 zinaendelea kusikilizwa katika hatua mbalimbali. Vile vile tuhuma kwenye majalada 15 watuhumiwa wamechukuliwa hatua za kinidhamu kwa ukiukaji wa taratibu mbalimbali. Majalada mengine ni ya uchunguzi wa tuhuma 135 zilizotokana na taarifa ya mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA ya mwaka 2023. Uchunguzi wa tuhuma 84 ulifungwa baada ya kukosekana ushahidi wa vitendo vya rushwa. Tuhuma 46 bado zinaendelea kufanywa uchunguzi na tuhuma 5 zimechunguzwa na kukamilika na zipo katika taratibu za uchukuaji wa hatua stahiki za kisheria. Majalada mengine yalihusu uchunguzi kuhusu tuhuma za ubadhilifu wa mapato ya serikali kupitia kiasi cha shilingi bilioni 46.46 kilichokusanywa kupitia mashine za POS. Kutokana na uchunguzi huu, TAKUKURU ilifungua majalada 281 ambapo washtakiwa katika kesi 73 zilizofunguliwa mahakamani wametiwa hatiani na kurejesha fedha kiasi cha shilingi bilioni 6.2. Kesi 86 zinaendelea mahakamani. Majalada 35 uchunguzi wake umekamilika na zipo katika taratibu za uchukuaji wa hatua stahiki za kisheria. Majalada 19 uchunguzi wake umefungwa. Watuhumiwa katika jalada moja wamechukuliwa hatua za kinidhamu na uchunguzi wa majalada 67 unaendelea. Mheshimiwa Rais, sababu za ubadhirifu kuendelea kujitokeza kwenye ukusanyaji wa mapato ya halmashauri mbalimbali nchini ni hizi zifuatazo: kukosekana kwa usimamizi madhubuti kuhakikisha fedha inayokusanywa inapelekwa benki. Baadhi ya wasimamizi na wahasibu kushirikiana na wakusanyaji kujinufaisha na fedha hizo, na baadhi ya wasimamizi kukosa uadilifu. Hivyo ni vyema viongozi wa halmashauri wakaimarisha usimamizi kwenye eneo la ukusanyaji wa mapato ya serikali.
Eneo lingine ni uchunguzi kuhusu usimamizi wa masuala ya ardhi. TAKUKURU imekamilisha uchunguzi wa majarada 21 kuhusu tuhuma za vitendo vya rushwa katika umilikishaji wa viwanja. Kesi 21 kuhusiana na tuhuma hizo zimefunguliwa mahakamani. Kati ya majarada hayo, majarada 10 yalihusu jiji la Dodoma pekee. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki TAKUKURU iliendesha jumla ya kesi 978 zikiwemo kesi mpya 462 zilizofunguliwa mwaka 2023-24 na kesi 516 za miaka ya nyuma katika mahakama mbalimbali nchini. Kati ya kesi hizo mpya, kesi 5 zimefunguliwa katika Mahakama Kuu Division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi, na kesi 457 zimefunguliwa kwenye mahakama za wilaya na hakimu mkazi. Kati ya kesi hizo 978, kesi 440 za rushwa zimetolewa uamuzi mahakamani, ambapo Jamhuri imeshinda kesi 334. Mheshimiwa Rais, kiwango cha kushinda kesi kilichofikiwa katika kipindi hiki ni 76% ikilinganishwa na kiwango cha 67.7% kilichofikiwa mwaka 2022-23. Mheshimiwa Rais, kazi za uchunguzi wa mashtaka zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa 54 mpaka 72. Ushirikiano na wadau katika mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Rais, katika mwaka 2023-24 TAKUKURU ilishirikiana na wadau wa ndani na wa nje kama ifuatavyo. Ushirikiano na wadau wa ndani. TAKUKURU iliendelea kushirikiana na wadau wa ndani ambao ni wananchi, mamlaka za serikali, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, asasi za kiraia, taasisi binafsi, vyama vya siasa, vyama vya ushirika, taasisi za umma zikiwemo zinazohusika na usimamizi wa sheria pamoja na vyombo vya habari. Mheshimiwa Rais, kutokana na kuwepo kwa makubaliano ya ushirikiano MOU kati ya TAKUKURU na Taasisi ya Elimu Tanzania TET, tumefanikiwa kuingiza maudhui ya kuzuia na kupambana na rushwa kwenye mtaala wa elimu ya awali, msingi, sekondari na vyuo vya ualimu katika somo la historia ya Tanzania na maadili. Mtaala huu umeanza kufundishwa kwa wanafunzi wa darasa la 3, kidato cha kwanza na kidato cha 5 kwa muhula wa masomo wa mwaka 2024. Ushirikiano na ZAECA. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU imeendelea na ushirikiano na Mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar ZAECA katika maeneo mbalimbali. Baadhi ya maeneo hayo ni: mosi, maandalizi ya kila mwaka ya maadhimisho ya siku ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika, na kwa namna ya kipekee tunakushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho hayo yaliyofanyika jijini Arusha tarehe 11 Julai mwaka 2023. Mbili, ushirikiano mwingine na ZAECA ni katika kubadilishana uzoefu, kujengeana uwezo na kusaidiana katika utekelezaji wa majukumu yetu. Ushirikiano na wadau wa nje. Mheshimiwa Rais, TAKUKURU iliendelea kushirikiana na wadau wa nje ambao ni mashirika na mamlaka mbalimbali za kikanda na kimataifa zinazohusika na mapambano dhidi ya rushwa na wadau wa maendeleo pamoja na utekelezaji wa itifaki na mikataba ya kikanda na kimataifa kama ifuatavyo. Moja, mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya rushwa, United Nations Convention Against Corruption, UNICAC. 2, mkataba wa Umoja wa Mataifa kupambana na uhalifu wa kupanga, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, UNITOC. 3, mkataba wa kuzuia na kupambana na rushwa Africa, African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, AUCPCC. Na 4, itifaki ya SADC ya kupambana na rushwa, SADC Protocol Against Corruption. Vilevile TAKUKURU imeendelea kushirikiana na mamlaka nyingine za kupambana na rushwa kupitia shirikisho la mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa Africa, An Association of Anti-Corruption Authorities in Africa, AAACA, shirikisho la mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa Afrika Mashariki, Eastern Africa Association of Anti-Corruption Authorities, EAACA, na shirikisho la mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa kwa nchi za Jumuiya ya Madola kanda ya Afrika, An Association of Anti-Corruption Agencies in Commonwealth Africa. Mheshimiwa Rais, kupitia ushirikiano huu tumeendelea kujengeana uwezo pamoja na kubadilishana uzoefu wa mbinu za kuzuia na kupambana na rushwa. Mheshimiwa Rais, kazi za ushirikiano na wadau zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa 73 mpaka 83. Jitihada za serikali katika uimarishaji wa TAKUKURU. Mheshimiwa Rais, Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa inaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini inayokidhi mahitaji hasa katika ofisi za wilaya. B, ununuzi wa magari 178 katika mwaka 2023-24
ili kutatua changamoto ya usafiri katika ofisi za mikoa na wilaya. Watumishi 1686 wamepata mafunzo ya weledi katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuboresha utendaji kazi. Ujenzi wa ofisi ya TAKUKURU makao makuu Dodoma wenye thamani ya shilingi bilioni 22.3. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi Suma JKT Construction Company Limited chini ya ushauri elekezi wa Wakala wa Majengo Tanzania TBA. Ujenzi unaendelea na hadi mwezi Juni, tarehe 30 Juni 2024, ujenzi ulikuwa umefikia 40%, na kwa sasa ninapotoa ripoti hii ujenzi umefikia 77%. Kuongeza bajeti ya maendeleo kutoka shilingi bilioni 2 mwaka 2022/2023 hadi shilingi bilioni 4.5 mwaka 2023/24. Kutokana na ongezeko hilo, fedha hii ilitumika kutekeleza miradi ya ujenzi ifuatayo: ujenzi wa jengo la ofisi ya mkoa wa Iringa awamu ya pili, ujenzi wa ofisi za wilaya za Monduli, Kishapu, Rombo, Nzega na Nkasi ambao umekamilika, pamoja na ujenzi wa jengo la ofisi ya mkoa wa Shinyanga ambao bado unaendelea, na hadi kufikia mwezi huu Machi 2025 ujenzi huu umefikia 71%. Tathmini ya hali ya rushwa. Mheshimiwa Rais, serikali ya awamu ya 6 unayoiongoza imepata mafanikio katika kuzuia na kupambana na rushwa nchini katika kipindi cha mwaka 23-24. Mafanikio yamewezesha kuimarika kwa nidhamu, uwazi, uadilifu na uwajibikaji katika utumishi wa umma. Maeneo mengine yaliyoimarika ni uwekezaji, ukusanyaji mapato pamoja na matumizi ya fedha za umma. Aidha, mafanikio katika mapambano dhidi ya rushwa nchini yameimarisha utawala bora, utoaji wa huduma bora kwa wananchi na kufikiwa kwa thamani ya fedha kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, matokeo ya mafanikio haya yamethibitishwa na taarifa inayotolewa na shirika la kimataifa la Transparency International. Taarifa ya Transparency International kwa kutumia kiashiria cha The Corruption Perceptions Index CPI iliyotolewa tarehe 11 Februari 2025 imeonyesha kwamba Tanzania ni nchi ya pili kwa kuwa na kiwango cha chini zaidi cha vitendo vya rushwa kati ya nchi 10 za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taarifa hii inaonyesha kwamba kwa mwaka 2024 Tanzania imepata alama 41 juu ya 100 na kushika nafasi ya 82 kati ya nchi 180 zilizofanyiwa utafiti, ukilinganisha na alama 40 juu ya 100 na nafasi ya 87 kwa mwaka 2023. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa kipimo hiki, ninao furaha kukujulisha kuwa nchi yetu imeendelea kuimarika katika kupunguza rushwa kwa wastani mzuri, progressively, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2014 hadi 2024. Taarifa zinaonyesha kuwa Tanzania imepanda kwa alama 10 katika kipindi hicho, na pia Tanzania ni mojawapo ya nchi 4 za kusini mwa jangwa la Sahara yenye kuzidi kuimarika katika mapambano dhidi ya rushwa. Mwelekeo wa TAKUKURU kwa mwaka 2024-25. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha mwaka 2024-25 TAKUKURU inaendelea kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa kwa kuzingatia vipaumbele vifuatavyo: 1. Kuzuia vitendo vya rushwa kwenye chaguzi. 2. Udhibiti wa vitendo vya rushwa katika ukusanyaji wa mapato ya serikali. 3. Udhibiti wa vitendo vya rushwa katika maeneo ya huduma muhimu za umma. 4. Kuimarisha ushirikiano na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya Tanzania ili kupata uungwaji mkono na kuongeza ufanisi katika mapambano dhidi ya rushwa. 5. Kuimarisha miundombinu na matumizi ya tehama katika utekelezaji wa majukumu yake ili kuongeza ufanisi. Hitimisho. Kwa niaba ya management na watumishi wenzangu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, ninaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wako kwa utashi wa kuongoza mapambano dhidi ya rushwa nchini. TAKUKURU inakuahidi kuwa itaendelea